Karibu katika TRA na mlipa kodi wiki hii. Ni mukhtasari wa matukio yaliyofanywa na TRA kuanzia tarehe 1 Juni hadi tarehe 7 Juni 2026. Katika wiki hii mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeendelea kuonesha dhamira yake ya dhati ya kuhamasisha ukusanyaji wa mapato pamoja na kushirikiana na jamii kwenye matukio mbalimbali ikiwemo utoaji wa elimu ya kodi. Juni 2, 2026, Kamishna Mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda akiambatana na menejimenti ya mamlaka hiyo walifika bungeni mkoani Dodoma, ikiwa ni mwaliko wa Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Khamis Musa Omar katika kushuhudia uwasilishwaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Balozi Omar alisoma na kuwasilisha bajeti ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2026-2027 Juni 2, 2026. Tukisalia hapo hapo Juni 2, 2026, Naibu Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Zanzibar Bwana Saleh Haji Pandu akimwakilisha Kamishna Mkuu wa mamlaka hiyo alishiriki kuzindua mradi wa ujenzi wa mfumo wa pamoja wa kidigiti, yani single window, utakaojumuisha taasisi zote za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinazohusika na uingizwaji wa mizigo kupitia forodha. Uzinduzi huo umefanyika mjini Zanzibar kwa kushirikiana na Mamlaka ya Huduma za Forodha nchini Korea, ambapo Bwana Pandu amesema mfumo huo utaimarisha utoaji wa huduma kwa kuwezesha taasisi mbalimbali za serikali kufanya kazi kwa pamoja katika jukwaa moja la kidijiti. Juni 5, 2026, Kamishna Mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda ameshiriki vikao vya kamati za kumshauri Mheshimiwa Waziri wa Fedha kuhusu sera za kodi vilivyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Kambarage, ofisi za hazina jijini Dodoma, vikiongozwa na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Khamis Musa Omar. Katika vikao hivyo, serikali ilieleza kuwa imepokea jumla ya mapendekezo 727 kutoka kwa wadau wa serikali na sekta binafsi kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi, ada na tozo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Tukisalia hapo hapo Juni 5, 2026, TRA Kanda ya Kaskazini imeweka kambi katika maonyesho ya Karibu Kili Fair 2026 yanayofanyika jijini Arusha ili kusogeza huduma za kodi sambamba na elimu karibu na wananchi. Ushiriki huo wa TRA umechagizwa na uwepo wa Naibu Kamishna wa Utendaji Idara ya Walipa Kodi Wakubwa Bi Eva Rafael, ambaye aliambatana na uongozi wa TRA mkoa wa Arusha kutoa huduma na kupokea wageni mbalimbali waliotembelea banda la TRA, ikiwa ni mkakati mahususi wa kuwezesha ulipaji kodi wa hiari. Kwa ujumla, wiki hii imekuwa ya mafanikio kwa TRA, huku wafanyabiashara wakiendelea kukumbushwa umuhimu wa kuwasilisha ritani zao za biashara kabla au mnamo tarehe husika ya kuwasilisha ritani hizo. Kodi yetu, maendeleo yetu. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.